us in the gallery tonight is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old and he has always dreamed of becoming a police officer. Today let me tell you about this young boy. Anaitwa Devajai aka DJ. Alizaliwa mwaka 2012 huko San Antonio, Texas na kukulia Houston. Katika umri wa miaka 6 aligunduliwa kuwa na saratani ya ubongo na uti wa mgongo. Hapo ilikuwa ni 2018 ambapo madaktari walimpa muda miezi 5 tu ya kuishi. Lakini DJ ameonyesha uvumilivu wa ajabu sana, akiendelea kupambana na ugonjwa huo kwa zaidi ya miaka 6 sasa. Tangu utotoni DJ alitamani kuwa afisa wa polisi. Alianza safari ya kuwa mshiriki wa heshima katika idara mbalimbali za utekelezaji wa sheria nchini Marekani kwa msaada wa familia yake, hususan baba yake Theodis Daniel. Habari njema ni kwamba DJ ameapishwa kama afisa wa heshima katika mashirika zaidi ya 905 ya utekelezaji wa sheria. Mnamo Machi 4 mwaka 2025, wakati wa hotuba yake kwa bunge la Marekani, Rais Donald Trump alimpa DJ heshima ya kipekee kwa kumteua kuwa afisa wa heshima wa huduma ya siri ya Marekani. Huyu ni sawa na afisa usalama wa taifa huku kwetu. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Katika tukio hilo, mkurugenzi wa huduma ya siri, Sean Curran, alimkabidhi DJ beji maalum na ukumbi mzima ulijaa shangwe na vigelegele kutoka kwa audience. Safari ya DJ imekuwa na changamoto nyingi sana, ikiwemo kukabiliana na unyanyasaji. Video moja iliyosambaa mitandaoni ikimuonesha akidhihakiwa kwa kuvaa sare ya polisi. Lakini licha ya haya yote, ameendelea kuwa na moyo wa kuhamasisha wengine. Tujifunze kitu hapa. Hadithi ya DJ Daniel ni ushuhuda wa nguvu ya matumaini, uvumilivu na ndoto zisizokufa. Anaonesha jinsi kijana mmoja anavyoweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii licha ya changamoto kubwa za kiafya. Licha ya kufanyia upasuaji mara 13, DJ Daniel ameendelea kuwa na imani thabiti na ndoto ya kuwa afisa wa polisi. Yeye na baba yake wamekuwa akitembelea idara mbalimbali za polisi nchini Marekani, ambapo DJ amekuwa akipewa heshima kama afisa wa heshima katika idara hizo. Licha ya changamoto za kiafya anazozipitia, ameendelea kuwa na matumaini na kuonesha upendo mkubwa kwa vyombo vya usalama. Siku iliyofuata baada ya hotuba ya rais, DJ alitembelea ikulu ya Marekani na kukutana na Rais Trump katika ofisi ya Oval. Wakati wa ziara hiyo, alimkumbatia rais na kumshukuru kwa heshima aliyopewa. Tukio hili limekuwa ni ishara ya matumaini na uvumilivu kwa watoto na familia zinazokabiliwa na changamoto za kiafya kama saratani. Hadithi ya DJ inatoa somo la nguvu ya matumaini na imani katika kukabiliana na changamoto kubwa za maisha, na jinsi jamii inavyoweza kumtia moyo kijana anayepambana na ugonjwa mbaya huku akifuatilia ndoto yake ya kuwa afisa wa polisi. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia Global TV. Mimi naitwa Roy, the people informer. But you wanna know the craziest part? Because my mom bathes me and my brothers all together, and out of nowhere I locked up, and then my dad was calling my name, and I started going to the slow thing, and he said stop playing with me, and I then I started to act, I ain't gonna lie, I started to act slow, and then as soon as he said that, we was speeding all the way, running lights, going to the hospital, and then next thing you know I was seizing on the table. They said nah, we gonna have to go in his brain tonight. Ever since then, I had 13 brain surgeries, and that's how many times my personality has changed. And that's something that you don't hear from a terminally ill child. They had 5 months to live. I'm gonna keep on going until my gas tanks run out. And that's when God calls you home. You never know when God's gonna call you home. I wouldn't be here if it wasn't for my dad. And I know he's pretty proud of me, and I'm pretty proud of him too. And I'd like to thank President Trump, because if it wasn't for him, I wouldn't be here today. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.